Ujumbe wa kushtua wake Boniface Mwabukusi alioutoa asubuhi ya leo umetikisa ikulu ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mshtuko ulipenya mioyo ya Watanzania si kwa sababu ya kipigo cha uwanjani bali kwa hisia nzito kwamba haki ilipinduliwa hadharani kwa maksudi. Tukio liloikumba Taifa Stars katika mchuano ya kombe la taifa ya Afrika lilivuka mipaka ya michezo na kuingia moja kwa moja kwenye mjadala wa kisiasa na kimaadili unaokabili Tanzania na Afrika. Hisia za kuonewa haikuzaliwa kwenye kelele za mashabiki pekee, ilichochewa na muktadha mpana wa maamuzi, teknolojia iliyopuuzwa na hoja nzito kwamba haki ilisimamishwa ili kulinda utulivu wa wenyeji wa michuano ambao ni Morocco. Hapo ndipo dhana ya amani bila haki ilipovuliwa nguo mbele ya dunia. Tathmini nzito iliyotolewa na Boniface Mwabukusi asubuhi ya leo iliweka nanga ya mjadala huu kwenye msingi wa haki za binadamu. Kwa mtazamo wake, kilichotokea kikuwa hitilafu ya kawaida ya waamuzi wala tafsiri ya sheria za mchezo, bali uamuzi wa kimfumo uliochagua utulivu wa muda mfupi dhidi ya haki za wazi. Hoja hiyo iligusa mishipa ya kumbukumbu za Waafrika wengi, na mara ngapi haki uchelewesha au kufutwa ili kulinda taswira, amani bandia au maslahi ya wenye nguvu. Uwanja wa soka uligeuka kuwa kioo cha jamii. Teknolojia ya VAR ilikuwepo, ikimaanisha uwezo wa kuthibitisha ukweli bila shaka. Hata hivyo, matumizi yake hayakufanyika kwa namna iliyotarajiwa, jambo lilozidisha hisia kwamba haki ilipuuzwa kwa maksudi. Na kilicholeta uzito zaidi ni kukiri hata kutoka kwa sauti zilizokuwa zikitetea utulivu baada ya mechi kwamba matumizi ya VAR yangesaidia haki ionekane imetendeka. Kukiri huku kuliondoa hoja ya bahati mbaya na kuacha taswira ya uamuzi ulioepuka ukweli. Kwa Taifa Stars, tukio hili liliingia kwenye historia kama jeraha linalobeba funzo la kizalendo. Heshima ya taifa katika majukwaa ya kimataifa ijengwi kwa ushindi pekee bali kwa usawa wa taratibu na ulinzi wa haki. Na taifa linalonyimwa haki hadharani hubeba mzigo wa maswali yasiyo na majibu, na maswali hayo huendelea kuumiza hata baada ya kelele za mechi kuzimika. Ndiyo maana tukio hili liliamsha mjadala mpana mitandaoni na kwenye duru za michezo, ikivuka mipaka ya soka na kuingia kwenye mjadala wa haki na amani. Historia ya Afrika katika michezo mikubwa ya kimataifa imejaa matukio yanayofanana, na kwa miongo kadhaa timu kutoka bara hili zimejikuta zikikabiliwa na maamuzi tata, miundombinu duni na tafsiri za sheria zisizo na uwiano, na kila tukio limekuwa likichochea hoja ile ile: je, usawa katika michezo ya kimataifa ni kauli au vitendo? Tukio la Taifa Stars limefanya hoja hiyo iwe ya sasa, ikionyesha kwamba hata katika zama za teknolojia haki inaweza kupinduliwa ikiwa maslahi ya utulivu na wenyeji yatawekwa mbele. Na ndani ya Tanzania, mjadala huu umeungana na historia pana ya mapambano ya haki na uwajibikaji, kwamba kauli ya amani isiyo na haki ni ya muda mfupi na imekuwa ikijirudia katika mijadala ya kitaifa, kuanzia siasa hadi haki za kiraia. Katika miaka ya karibuni, nchi imeshuhudia migogoro ya kisiasa, maandamano na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi. Mara nyingi wito wa utulivu umetangulia ukweli na haki imeombwa isubiri. Tukio la Taifa Stars limekuwa mfano unaoeleweka kirahisi na wananchi, likithibitisha kwa lugha ya michezo kile ambacho wanaharakati wamekuwa wakisema kwa miaka, kwamba amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya kuficha ukweli. Muktadha wa kikanda na kimataifa na umechangia uzito wa mjadala. Mashirika ya michezo duniani yamewekeza mabilioni katika teknolojia ili kulinda uadilifu wa michezo. Uamuzi wa kutotumia ipasavyo teknolojia hiyo katika tukio linalotazamwa na mamilioni umeacha doa kwenye dhana ya uwazi.
Kwa Waafrika, hili ni kumbusho kwamba mifumo ya kimataifa bado inaweza kupendelea utulivu wa wenyeji au maslahi ya kifedha kuliko haki ya timu dhaifu. Hili lina athari kwamba imani ya mashabiki, hadhi ya mashindano na mustakabali wa michezo kama chombo cha umoja wa bara. Kwa wanaharakati, hoja ya Mwabukusi imechukua nafasi ya daraja katika michezo ya kisiasa. Inasisitiza kwamba si dhana ya kisheria pekee, bali ni thamani inayopaswa kuongoza maamuzi yote ya umma, na pale ambapo haki inatolewa sadaka ili kuepuka hasira au presha ya wenyeji, jamii inalipa gharama baadaye kwa hasira iliyofichwa, chuki na kutoaminiana. Amani inayojengwa juu ya msingi huo hubomoka haraka pindi shinikizo linapoongezeka. Na kwa Taifa Stars, funzo hili ni la kizalendo na la kimkakati: kupambana kwa heshima, kudai haki kwa njia ya kistaarabu na kuendelea kujenga uwezo wa ndani ni sehemu ya kurejesha hadhi ya taifa. Lakini funzo hilo halipaswi kubaki kwenye benchi ya wachezaji, linapaswa kuingia kwenye sera za michezo, diplomasia ya michezo na msimamo wa kitaifa katika majukwaa ya kimataifa. Taifa lisilodai haki yake kwa uthabiti hujifunza kuishi na dhuluma kama kawaida. Kwa jamii pana ya Tanzania, tukio hili ni kengele ya kutafakari. Kama haki inaweza kupuuzwa waziwazi kwenye uwanja wa soka uliojaa kamera na teknolojia, ni nini hutokea kwenye maeneo yasiyo na mwanga huo? Hoja hii imefanya wengi waone uhusiano wa moja kwa moja kati ya michezo na haki za kiraia. Msingi ni ule ule: uwazi, usawa na ujasiri wa kusimamia ukweli bila uoga. Mjadala uliosababishwa na tukio hili umeonyesha nguvu ya sauti za kiraia katika enzi ya kidijitali. Mashabiki, wachambuzi na wanaharakati wameunganisha hoja zao, wakidai viwango bora vya uamuzi na uwajibikaji. Hii ni ishara kwamba jamii haiko tayari kukubali simulizi rahisi za utulivu bila haki. Ni mwamko unaoweza kubadilisha namna Tanzania na Afrika zinavyoshiriki katika majukwaa ya kimataifa, si kama watazamaji wanaokubali maamuzi, bali kama wadau wanaodai usawa. Mwisho wa simulizi hili unabeba uzito na uzidi matokeo ya mechi, kwamba Tanzania inapokabiliwa na chaguo kati ya kukubali amani ya muda mfupi na kudai haki ya kudumu, tukio la Taifa Stars linatoa jibu lenye uchungu lakini lilo wazi, kwamba ukimya na uoga havilindi heshima ya taifa, vinaiharibu polepole. Na kutotenda kunapotangulizwa dhulma huwa sera isiyoandikwa, na mustakabali wa Tanzania ndani na nje ya viwanja utategemea ujasiri wa kusimamia haki hata inapokuwa ngumu. Amani ya kweli haipatikani kwa kuficha ukweli, bali kwa kuusimamia kwa uthabiti. Na bila msimamo huo, majeraha ya leo yatakuwa urithi mzito wa kesho. Ndio hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi kwa ustadhi na kwa kina zaidi. Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kumbuka kugonga alama ya kengele, bila shaka uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta.